Okay, thank you ladies, thank you gentlemen kwa open video hii kwanza. So kitu ambacho nahitaji kuongea katika channel hii ni kitu ambacho moja kwa moja kimenihusu mimi katika maisha yangu, safari yangu ya maisha. So nahitaji kushare na nyinyi ndugu zangu, that's why nimeamua kucreate hii channel hapa kwa ajili ya kuzungumza na kujadili mambo kadhaa especially wanaume katika maisha yetu ya kila siku. So kitu ambacho nilikuwa nahitaji tu discuss siku ya leo ni swala zima la kutunza mbegu zako wewe kama mwanaume na faida zake katika hilo. So kwa sasa hivi ningependa ni share faida 3 za kwanza, na faida ya kwanza ni physical performance, kwa maana kwamba ni hali ya kujijenga kimwili. Nikimaanisha nini? Bro, usipotoa mbegu zako kwa kipindi cha muda fulani, kitu ambacho kina happen katika mwili wako unakuwa unapitia recalibration process, kwa maana ya kwamba mwili wako unakuwa, ile nguvu ambayo unaitoa nje ambayo inaweza kucreate mtoto, ile nguvu inapokuwa inarudi ndani inatengeneza damu, inakuwa safi, inafanya misuli yako inawahi kukua, inafanya unakuwa na strength katika mifupa, inafanya ngozi yako inakuwa inang'aa. I'm telling you bro, inafanya nywele zinakuwa zinakuwa haraka sana, inafanya macho yanakuwa na light, kucha zinakuwa zinakuwa. So hiyo ni miongoni mwa faida ya kwanza ambayo mimi nimeiona katika safari yangu hii ya female intention ya kutoa mbegu nje. So faida ya pili ni mental clarity. Mental clarity kwa maana gani? Akili yako inakuwa inakuwa, kwa maana kwamba kitu ambacho unakuwa unakihisi kwa muda, yani unahisi kama hivi ipo hivi, alafu your intuition, yani nafsi ambayo ipo ndani yako inakujibu kwa wakati huo na kwa usahihi, kwa maana ipo hivyo. Yani kwa maana kwamba unakuwa, niseme kwamba unakuwa active. Unajua active kwamba mtu anapoongea, yani unakuwa unamsikiliza, you listen. Unajua mtu ikiwa anafanya kitu fulani, kama unaangalia, kama unakula. So hiyo ni faida ya pili, kwa maana akili yako inakuwa ipo katika present moment, kwa maana akili yako inakuwa ipo katika usahihi usipokuwa na move zile mbegu zako nje. Kitu cha tatu naweza nikasema ni freedom, uhuru, kwa sababu mpaka ninatengeneza video hii hapa sasa hivi ni kwa sababu bro, nilikuwa naogopa, nilikuwa na hofu, watu wataonaje, watasikiaje, watanionaje, watajaji vipi. Lakini kadri unavyozidi kuendelea katika hii transformation mzee ya kuhifadhi mbegu zako ndani, kutokumwaga nje kupitia masturbation, pornography, bro, you're gonna be unstoppable. I'm telling you, kwa sababu ni kitu ambacho experience, is not a story. Unakuwa na mental strength, unaweza ukafanya mazoezi ukahisi uchoki, unaweza ukafanya kazi ukahisi hauchoki, unaweza yani ukifanya kitu unachokipenda unakuwa deep focus. So hiyo ni faida nyingine ya tatu, kwa maana unakuwa free, yani unaweza ukaamua kudance, unaweza ukaamua, kwa mfano una dance, unacheza, unaweza ukacheza bila kujali mtu anakuonaje. Unajua yani just like upo active, yani you can do anything that you feel to do. So just keep retain. Na faida ya 4 na mwisho naweza nikasema ni kwamba people staring at you. Bro, rafiki, ndugu, miongoni mwa kitu ambacho kinaongeleka sana kwenye mitandao ya kijamii, na mimi nina prove iko kitu, na hilo sio lengo la kuhifadhi wewe mbegu zako, kwa sababu lengo la kuhifadhi mbegu zako ni kwa ajili ya kukua kiroho, kimwili na kiakili. Hiyo ndo maana halisi, kwa sababu up to you see me right now hapa mzee wangu navuja jasho, kwa sababu yani I have a lot of energy. So nikikaa bila kutengeneza kitu, akili yangu inakuwa kama ina burst, unajua. So that's why nimeamua kutengeneza hii video kushare na nyinyi ndugu zangu. So
ya kwa taarifa na maelezo mengine zaidi, napenda ulike video, kutengeneza algorithm za simu yako kuwa unaona video zangu mara kwa mara, kushare pia kwa wanaume wengine, kwa sababu tunahitajika tuwe wengi wazee, tunahitajika tuwe wengi, unajua ya, na masomo mengine mazuri zaidi yanakuja. So usisahau kusubscribe katika hii channel. I'm telling you, hautojutia. Katika hii channel hakuna uongo mzee wangu, ni swala zima la ukweli kama wanaume, kwa sababu naamini miongoni mwa kitu ambacho kinamfanya mwanaume awe mwanaume ni ukweli. So we are together and let's go. Tuonana kwenye video nyingine.